Kwa miaka, jamii nyingi za mwambao wa kaunti ya Kwale zimeutegemea uvuvi kama kitega uchumi. Hata hivyo, athari za mabadiliko ya tabia nchi, uharibifu wa mazingira baharini na ongezeko la idadi ya wavuvi vimechangia kudorora kwa mapato ya jamii hizi. Changamoto hizi zimelazimu serikali ya kaunti kutafuta suluhisho la kudumu ili kuweza kuwasaidia wavuvi ambao wengi huvua ndani ya mwamba kutumia mbinu au nyenzo za uvuvi zilizopitwa na wakati. Katika makala haya tunaangazia ufanisi wa mradi wa Kenya Marine Fisheries and Socio-Economic Development yani KEMSED, mradi uliofufua matumaini ya jamii hizi na kuzipa nafasi ya ustawi na kujiendeleza. Ndio kukawa na mazungumzo na national government, serikali ya kitaifa. Tukauliza ni vipi tunaweza kupartner na county government ya Kwale ili kuboresha hali ya uvuvi katika hii county. County ya Kwale kwa hivyo ikaanza kupartner na national government, tukaweza kupata huu mradi ambao unaitwa KEMSED ambao ni umefadhiliwa na Benki ya Dunia yani World Bank. Mradi wa KEMSED, Kenya Marine Fisheries Socio-Economic Development Project, ambayo ilianza kazi mwaka wa 2022 katika kaunti yetu Kwale. Na kuanzia huo mwaka wa 2022 ambapo huu mradi umetekelezwa na county government ya Kwale, tumeweza kufikia makundi ya kijamii 212 ambayo yanakata cross all the sub counties ya hii county yetu ya Kwale. Serikali ya kaunti ya Kwale inayoongozwa na Gavana Fatuma Achani kupitia ushirikiano na serikali ya kitaifa na Benki ya Dunia iliuanzisha mradi wa KEMSED, lengo kuu likiwa ni kuboresha hali ya maisha ya jamii za mwambao na pia kuhakikisha utumizi bora na usimamizi endelevu wa rasilimali za baharini. Tangu kuanzishwa kwake hapa Kwale, mradi wa KEMSED umefaidi makundi 212 kupitia ufadhili wa shilingi milioni 652. Zaidi ya familia 27,000 zimefaidika moja kwa moja. Kwa kuwa uvuvi ni sekta muhimu katika uchumi wa Kwale, serikali ya kaunti kupitia mradi wa KEMSED imewekeza pakubwa katika sekta hii. Kabla tujapata boti tulikuwa na changamoto kubwa sana, sababu ulikuwa tunaanzia kuogelea kutoka ufuoni hapa chini mpaka huko deep sea, tena kutafuta pweza na zile shomo. Kwa tunatumia zile shomo kutafuta hizo pweza. Lakini tunashukuru sasa kutoka tulipata hizo boti tunaweza kuweka mafuta yetu na tukaenda bila shida na tukavua zile traps bila shida kwa wakati kidogo. Pale kitambo tulikuwa tunatumia wakati mkubwa sana kufanya huo uvuvi, lakini sasa tunaweza pale pa dakika 20 tunaenda kwa dakika kama 5 au 6. Jumla ya makundi 101 yanayoshughulika na uvuvi yamefaidika na mradi huu wa KEMSED, yakipata ufadhili wa shilingi milioni 263.5. Katika makundi hayo, jumla ya akina mama 1200 wamewezeshwa kupitia sekta hiyo ya uvuvi. Kutoka uvuvi wa bahari kuu, ukulima wa mwani na pia uongezaji thamani samaki, ufanisi wa mradi wa KEMSED kaunti ya Kwale umedhihirika wazi wazi. Mbali na uvuvi, mradi wa KEMSED aidha umesaidia pakubwa kuinua hali ya maisha ya jamii za wakulima na wafugaji wa kaunti ya Kwale. Kupitia ufadhili wa mradi huu, makundi kadhaa yamewezeshwa kuanzisha miradi endelevu ya ufugaji, ikiwemo ufugaji mbuzi wa gredi, kuku na pia nyuki. Tunashukuru serikali yetu ya ugatuzi imetuletea huu mradi, na serikali ya ugatuzi imefanya mambo makubwa. Mbuzi wetu hawa wadogo wanapunja bei pale sokoni. Unaenda uza mbuzi mkubwa, haya sumpata shilingi 4,000. Lakini hawa sasa hata ile bei tuliowanunulia kule ni mbuzi wa kuwa tumewanunua 10,000, 12,000. Sasa najua kama nimenunua mdogo 12,000, unafikiri nitamuuza kwa 12,000? Nitamuuza kwa 20,000. Sasa kama nimeuza mbuzi 10 kwa 20,000, si tayari mimi na pesa kutosha? Nikipatwa na shida kwa vipeni vya mshahara vitoshi, naingia kwa zizi nachukua dume moja nauza,
mtoto anaenda shule. Nashukuru kaanza mradi wa KEMSED urivoloka kwa jalwani kupata kukumagana 850 katika hiyo group, lakini hukigapa kwa kila mwanachama mara kwanza na kokotesa kukugana mingana 50 nikiarera, lakini akifa 50 akibaki gana au gana ubaki naguza 50 apapa nikokotesa mara 2 kukumagana mairi nikiaguza akikala bado akiradide nikiaguza 200 nikipata 1040 nikifikira mwanangu school mimi mwenye binafsi na mwana kiamba unasoma Pwani University nikienda mrefere 20,000 10,000 nikigulawiswa singine nigoma dawa na chanjo na msikiana ambao yunga girls form 2 na kwenda mrefera 15,000 fukira hizo pesa za kuku mama jangoni wakala hunyuma gavana chane ndiye aliyekuza ndiye ubira mikono hunena kama mbele ya sena sisi umbere. Kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi ni mojawapo ya malengo makuu ya mradi wa KEMSED. Jumla ya shilingi milioni 58 zimetolewa kupitia mradi huu ili kufadhili shughuli za uhifadhi wa mazingira, hususan upanzi wa mikoko katika maeneo ambayo yaliathirika. Kufikia sasa zaidi ya miche 600,000, mingi ikiwa ya mikoko, imepandwa na makundi yanayohusika na uhifadhi wa mazingira. Na pia katika hii mikoko imetufaidisha kama grupu ya Tunusuru. Pale tunapopata tenda ya kununuliwa miti, hiyo fedha huwa inatusaidia. Kichama tunanunua masufuria, tunanunua masahani, tunanunua viti. Kibinafsi kama mwanachama anaweza pata pesa kibinafsi akapeleka mtoto shule, mtoto amegonjeka akaweza kampeleka hospitalini. Hii mikoko inasaidia sana kwa upande wa uvuvi kwa sababu ni mazalio ya samaki, wengine wanatafuta crabs huku. Kwa hiyo tukihifadhi msitu tumehifadhi jamii nzima kwa ujumla. Mradi wa KEMSED aidha umewekeza katika miradi ya jamii ikiwemo miradi ya ujenzi wa madarasa, mabweni, kumbi za jamii na miradi ya maji. Miongoni mwa miradi hii ni pamoja na ule mradi wa madarasa katika shule ya msingi ya Kafgem Bareto eneo la Makinon. Mradi mwingine ni mradi wa maji wa Mtulu Mwakunde, Mwanzungi, Mgalani, Mbande, wadi ya Samburu Chengoni. We are also celebrating the classes that we have been offered by them. Courtesy of Kairat Women, KEMSED in conjunction with the World Bank, who were enabled an opportunity by our county government of Kwale. We have the ICT materials with us. These ones will help the learners sharpen their digital skills, because the world we are living in now requires learners who are digitally literate, and this one also will help them excel in their education. Tulikuwa na shida wengi wetu wanajua wale ambao ni hapa nilikuwa tunakunywa maji yaliyokuwa machafu. Kama tunakunywa maji machafu, unaenda kisimani unakuta nyani anaosha mtoto aondoke uchote maji. Unaenda kisimani unalala kisimani ukingoja maji na kuna wanyama. Kwa hivyo mradi unatusaidia na utasaidia wananchi sana. Na kwa kuwa vijana ni nguzo muhimu katika ukuaji wa uchumi wa jamii, mradi huu wa KEMSED aidha umewekeza jumla ya shilingi milioni 25 kufadhili miradi ya makundi ya vijana. Jumla ya vijana 243 wakiwa wanachama wa makundi 12 wamefaidika kupitia miradi tofauti, ikiwemo ile ya ujasiriamali. Mfano mzuri ni mradi wa uuzaji samaki wa kundi la Hometown Classic Self Help Group wadi ya Bongwe Gombato. Hapo awali nilikuwa nafanya biashara zangu tu ndogo ndogo, vibarua, lakini tulipopata huu mradi ndio nikajihusisha tu kabisa na mambo ya samaki. Nikawa nauza samaki. Nilipopata hiyo cooler box yangu na umbrella na hiyo jacket, nikawa na jihusisha kuuza samaki. Tangu tulipoanza huu mradi tunashukuru wanachama wengi walifaidika, sababu kuna katika huo mradi kulikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vinapeanwa kibinafsi ya mtu mwenyewe ajiendeleze. Kama kulikuwa na cooler box ya mtu mwenyewe afanye biashara yake, kulikuwa na umbrella na kulikuwa na taa
na court, ili mtu mwenyewe aende akafanya biashara, ajiendeleze kivyake na hizo vitu. Mradi wa KEMSED unaotekelezwa na serikali ya kaunti ya Kwale umekuwa nguzo ya ufanisi wa maendeleo na ustawi katika jamii. Kadri siku zinavyosonga, faida za mradi huu zitasalia kuboresha hali ya maisha ya vizazi vijavyo kaunti ya Kwale.